Afisa ardhi, naomba maelezo kwamba eneo hili liko ndani ya shule ama liko nje ya shule baada ya kufanya vipimo. Baada ya kukagua mipaka ya kiwanja hiki cha shule, tukabaini kwamba sehemu kubwa eneo hili liko ndani ya shule, lakini sehemu kidogo ipo barabarani. Kuna kipande ambacho kipo kwenye barabara? Yes. Na kuna kipande ambacho kipo ndani ya shule. Ndani ya shule. Ndio. Azizi, ilikuwaje umeuza eneo la shule? Mimi wakati nafanya mauziano ya ile eneo, ni historia ambayo ilikuwepo hapo. Eneo hili lilikuwa chini ya umiliki wa mzee mmoja anaitwa Mzee Musa Jumanne Kaigele, ambao mipaka ya ile eneo tulikuwa tunatumia sisi kuanzia kwenye bikoni pale ni Mgazi na bikoni nyingine iko kwenye choo pale. Kwa hiyo na ndio na miongoni mwa mzee huyo ndio aliopanda miti hiyo hapo. Kwa hiyo historia ile eneo lilikuwa liko chini ya mamlaka ya wananchi ambao waliotoa ile eneo wakati tunaomba tujenge shule. Hizi alama zote ambazo huleta maafisa ardhi kipindi hicho sisi hatakuwa tumezitumia na hazikuwepo, kwa sababu mwaka 2006 bahati nzuri mimi nilikuwa ni mjumbe wa kamati ya ujenzi wa shule hii Bwanda Sekondari. Na alama hizi ndo alama tuloziweka sisi ambayo ilikuwa nenda paka eneo ambalo tumeacha sasa hivi kama sehemu ya soko. Kwa hiyo kupitia hiyo ile eneo lilikuwa liko wazi, na kwa ukiangalia kwa alama hiyo hapo kupitia bikoni ile pale na ile bikoni ile eneo liko wazi. Lakini baadaye walipokuja maafisa ardhi wakasema kuna kevu ambayo imepita. Mimi binafsi ile kevu toka ile 2006 tunaandaa shule hii kwa ajili ya eneo hili, kutokana na wananchi haikuwepo. Mtendaji wa kata, naomba uniambie ni wakati gani huyu alizuiliwa kujenga alafu akaendelea? Ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 3 2026 ndio tulimpa barua ya kusimamisha kujenga, lakini ilikuwa kwenye hatua gani? Ilikuwa bado kabisa, yani msingi. Alafu kikatokea nini? Baada ya hapo mtaalamu mtaa akaniambia kwamba wale watu wameendelea watu wa mtaalamu mtaa wangu akaniambia kwamba ule mtu uliomba barua akaendelea kujenga. Kwa tunatupasana na polisi kata ili tutafute namna ya kuwastapisha, tukamuita anayejenga ofisini, tukaongea na diwani, tukamwambia kwamba ile eneo ina mgogoro kwamba aache kwanza. Afisa ardhi ambaye ndio mpimaji ametuthibitishia hili ni eneo la shule. Ndugu wananchi, mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri eh? Hili ni eneo la shule. Na mimi nimefanya kliniki ya ardhi kwa takriban mwezi mzima.